Zubazuba Online TV inakuletea kipindi Jikinge na matapeli na ujitibu mwenyewe. Bismillahirrahmanirrahim. Nachukua fursa hii nilikuwa nataka kuweza kutoa faida ya kusoma Ayati Kursi kwa kutumia kodi namba yako ya jina lako kupitia zile harufu abjadia zenye ziko kwenye jina la mtu. Tena hiyo kabisa, mashehe wengi na watu ambao walioifanya walikuta kwamba hiyo ni mujarabu kabisa, ambao waliopitia hiyo njia walikutana ni mujarabu. Kwa maana tunajua kwamba Ayati Kursi kuna njia nyingi za kuweza kuisoma wakati mtu na matatizo ikiwa ya maradhi, ikiwa ya matatizo ya riski, ikiwa ya kuwa na matatizo ya kifamilia, ya kijamii. Kwa ujumla ni kwamba watu wanatumia Ayati Kursi kwa maana ni aya ambayo kwa kweli ina manufaa mengi na huwa inawasaidia watu wengi kuweza kutatua matatizo yao kemwa. Kuna wale ambao wanaisoma mara 7, kuna wale ambao wanaisoma mara 21, kuna wale ambao wanaisoma mara 41, kuna wale wanaisoma mara 100, lakini mimi leo nitakuletea ingine njia au system ya kuweza kuisoma, na hiyo wale ambao wamebobea katika mambo ya kutibu maradhi ya kiroho na yale ya kinafsi wanakuambia ni mujarabu kabisa, na watu ambao walioweza kufanya hilo jambo waliweza kufanikisha karibu 99%. Basi bila kupoteza wakati, hata tuangalie hiyo kodi kwanza ya jina lako unaipataje. Kawaida tunajua kwamba herufu za Kiarabu ni 28. Ni katika hizo herufu za Kiarabu pana jadwal ambayo iko inaitwa jadwal ya harufu ya hizi abjadia, nazo ni alif, ba, ta, tha mpaka kule mwisho mpaka ya. Basi na kila herufu ina namba yake. Kwa hiyo nitatoa mifano ya majina fulani kama vile 2 3 ili muweze kuona, na kwa yule ambaye atakuwa iko saa zingine anataka kutumia hiyo njia, anaweza katafuta mtu yoyote yule ambaye amebobea katika mambo ya matibabu haya ya kiruhu, anaweza akamsaidia kama atakuwa anajua hizo namba ambazo watu wanatumia ili kuweza kutafuta nani kodi ya mtu katika jina lake. Haya basi, natoa mfano wa kwanza. Mfano wenyewe ni kama vile jina langu mimi naitwa Juma. Kawaida Juma ina harufu 4. Ina herufu ya kwanza inaitwa Jim, ya pili inaitwa Mim, ya tatu inaitwa Ain, na ya 4 inaitwa Te marbuta. Sasa tuangalie Juma, jina langu lina kodi yake ni nambari ngapi? Kodi ya Juma si nyingine ni Jim. Jim namba yake katika zile harufu abjadia ni 3. Mim ni 40, Ain ni 70, na Te marbuta ni 400. Yaani ukijumlisha zote inakuwa ni 513. Mimi sasa, maana yake kwa mtu ambaye ana jina la Juma, maana yake kodi yake inakuwa ni 513. Sasa kama mimi nina matatizo au nataka kutumia Ayati Kursi ili kuweza kutatua matatizo yangu, yakiwa ya kiroho, yakiwa ya kinafsi, yakiwa ya kidunia, mtafanyaje? Hivi nimeshapata kodi yangu ya jina langu ya kwamba ni 513. Kitu cha kufanya ni kuweza kusali kwa taudhu. Baada ya kama taudhu ni kusali rakaa 2, rakatul qada al-haja. Nikishapiga zile rakaa 2 na baki pale kwenye msala, namsalia Mtume
kadri katika kunani yote ile ambayo utakuwa unajua ya kuweza kumsalia mtume. Utamsalia mtume mara 100, ukiweza hata zaidi itakuwa ni vizuri zaidi. Baada ya hapo utatia nia ya kusoma ayati kursi ili uweze kukadhia haja yako. Hapo kama mimi Juma nitaisoma ayati kursi mara 513. Nikishamaliza hapo nitatoka kwenye msala, nitakwenda kufanya shughuli zangu. Kama sikufanikisha siku ya kwanza, nitafanya tena siku ya pili, nitafanya siku ya tatu. Nadhani ikifikia siku ya tatu Mwenyezi Mungu atakuwa amesha kujibia biiznillah taala. Haya, ngoja nikupatie sasa, nichukue lingine jina ambalo nitatolea kwa mfano kama vile Ramadhani yeye ana jina lake lina herufu ya kwanza ra, idadi yake ni 200 katika zile harufu abjadia. Mim ni 40, Dad ni 800, Alifun ni 1, Nun ni 50. Tukijumuisha yote, Ramadhani yeye kodi yake na jina lake inakuwa ni 1091. 1091. Yeye sasa Ramadhani wakati atakuwa anaisoma, baada ya kuwa amepiga zile raka 2 za qadaatul hajja, amemsalia mtume, yeye baada ya kuweza kutia nia ya ayati kursi kwenda kukadha haja yake, ataisoma mara 1091. Huyo ni Ramadhani. Tuchukue lingine jina kama vile lingine jina, tuchukue la mwana mama au mwanadada, tuchukue jina la Fatima. Fatima ni fa katika harufu abjadia, namba yake ni 80 au 18. Alifu ni 1, ta ni 9, mim ni 40 na te marbuta manake ni 400. Tukijumuisha yote, Fatima yeye kodi yake ni 530. Maana yake Fatu akitaka kusoma ayati kursi baada ya kuwa amepiga zile raka 2 za qadaatul hajja, amesoma, ameweza kumsalia mtume 100 hadi kuzidi, na baada ya kutia nia ya kusoma ayati kursi ili iweze kumkabidhi haja yake, ataisoma mara 530. Basi kwa hivyo, kwa wale wote ambao wana majina yao, wataangalia gisi jina lake liko. Baada ya kuandika jina lake, ataangalia harufu zilizo kwenye jina lake, ataingia katika ile jadwal inaitwa jadwal abjadia, ataangalia kila herufu ya jina lake ina namba gani. Alafu akishamaliza kupata namba za herufu ya jina lake lote, atafika anajumuisha. Baada ya kujumuisha hiyo nani atakuwa amepata, ndio itakuwa ni kodi ya jina lake. Angalisho ni kwamba kuandika jina lako uliandike vizuri kama vile ipasavyo, usije ukalikosea, kwa maana ukilikosea manake na kodi yako itakuwa sio yenyewe. Basi kwa wale ambao wameweza kunifuata, naona nisemi sana ili kuchukua muda mrefu, na basi hivyo ndio mtu anaweza kutumia ayati kursi kwa kutumia jina lake au kodi ya jina lake kuweza kufanikisha na kuweza kupata majibu ya haraka. Na hiyo ni mujarrab. Masheikh wengi wanasema kabisa, wengi waliofanya hiyo tajriba iliweza kufani. Basi na wewe popote pale ulipo, na kuomba kama na matatizo
au kama una ndugu yako na matatizo, basi muweze kumwonyesha hiyo njia ya kuweza kufanya, ili asiji akajikuta ameangukia kwenda kuanza kutafuta watu wa kuweza kumlaghai na kuweza kumpiga mafaktiri ambayo hawezi, ya kwamba na mambo yote ya mepesi. Kwa maana Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe alishatuwekea Qur'an, alituambia wanunadhiru min alqur'ani ma huwa shifa wa rahma lilmu'minin wa la yazidu lidhalimina illa hasara. Ameteremshia Qur'ani kuwa ni shifa, na shifa inatoka ni kwa Mungu. Wanadamu sisi tunatengeneza dawa kweli, unaweza kutengeneza dawa ukafanya nini, lakini ujue mwenye kutoa shifa ni Mwenyezi Mungu. Kuna dawa na kuna shifa. Maana yake dawa unaweza kuitengeneza, lakini kama Mwenyezi Mungu hajataka kutoa shifa, hautopata shifa, hautopona. Kwa maana mponyaji si mwingine, mponyaji ni Mwenyezi Mungu, si wanadamu. Tunafanya tu juhudi. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Huu ndio mwisho wa kipindi Jitibu Mwenyewe kupitia Zubazuba Online TV. Shukran.